inabidi afanye chochote ili amhudumie hata mzazi wake, inapelekea mbasa. Hivyo vitendo waga vinaniumiza sana. Mimi cha kwanza kabisa nachoanza kudili nacho ni rushwa. Waliokuwa watoro sio watoro, waliokuwa wanatukana hawatukani tena. Kwa mkoa wa Mwanza tuna zaidi ya klabu 200 za maadili. Kwa majina naitwa Brighton Jafet Leweli, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Pasiansi. Klabu hii ya maadili imekuwa na mchango mkubwa sana, kwa sababu kupitia hii klabu wanafunzi wameweza kunufaika kwa kujifunza namna ya kuishi katika maadili, kutenda katika maadili, kwa sababu kupitia hii klabu wanafunzi wanapata elimu namna gani wanaweza kuishi kwa kutenda yale yanayofuata uadilifu. Kwa mfano, tumekuwa tukifundishwa masuala mbalimbali kuhusiana na madhara ya wizi, madhara ya kujihusisha na utumiaji wa madawa ya kulevya, madhara ya uvutaji wa bangi. Pia kupitia klabu hii tumeweza kupata ujuzi kwa namna nyingine, naweza kusema, kwa sababu kupitia hii klabu tunaweza kujishughulisha na shughuli kama vile upandaji wa miti. Kwa kuna baadhi ya watu walikuwa hawaelewi kabisa jinsi ya kupanda miti, lakini tulivyoanza katika klabu, tulivyoanza kufanya hiyo shughuli, watu wameweza kupata ile elimu namna ya upandaji wa miti na kuelewa kwamba miti ina faida kubwa sana katika kutunza mazingira yetu. Kwa majina naitwa Koleta Saidi Adam, mwanafunzi wa kidato cha 2 katika shule ya Pasiansi Secondary. Kwangu mimi katika hii klabu ya Secretariat ya maadili inanivutia sana na inanifurahisha sana, kwa kuwa sisi vijana inatupa kipaumbele ya kuwa kiongozi bora na kuwa na maadili mema, ili kuhamasisha jamii yetu inayonizunguka na kuhamasisha vijana wenzangu wasiingie katika makundi maovu na waingie katika maadili mema yanayotakiwa katika jamii yetu. Kwa majina anaitwa Paul Petro Gabriel, katika shule ya sekondari Pasiansi, nasoma kidato cha 3. Niliamua kujiunga na hii klabu ya maadili kwa sababu niliona ina faida mbalimbali kwangu mimi na hata kwa wanafunzi wenzangu. Kama faida mojawapo ya klabu ya maadili inaweza kunisaidia mimi hapa niondoke kwenye mambo ambayo hayafai katika jamii na kuleta katika mambo mema ambayo naweza nikafanya akaniletea faida kwangu na kwa watu wengine pia. Na faida ya pili, hii klabu ya maadili inatufundisha sisi wanafunzi kuwa waadilifu, tuwepo katika jamii na hata shuleni pia. Tukiwa shuleni tunaweza kuwasaidia wanafunzi wenzetu kufanya mambo mema na kuwaambia wasifanye yale mambo yasiyo mema. Kwa sababu gani? Ukifanya mambo yasiyo mema katika jamii, unaweza kujisababishia athari kwako na kwa watu wengine pia wanaokuzunguka. Sababu gani? Kwa mfano, mtu anayevuta bangi. Kwa majina anaitwa Rihana Fredi Masinde, mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya Pasiansi Sekondari. Mafunzo ya maadili katika shule ya Pasiansi yamebadilisha sana maisha yangu, yamebadilisha ufaulu wangu katika hii shule, mienendo yangu, tabia zangu, jinsi gani ya kujipenda mwenyewe. Kwa maadili amenifundisha sana. Katika klabu ya maadili imenifundisha jinsi gani naweza nikapanda maua na kupendezesha mazingira niwapo shuleni na hata nyumbani kwetu. Mimi cha kwanza kabisa nachoanza kudili nacho ni rushwa. Kwa sababu rushwa ni adui mkubwa sana katika maendeleo ya kila jamii na nchi pia. Kwa sababu gani nimesema hilo? Kwa sababu ukiangalia, ukipokea tu rushwa, yani kwa maslahi yako binafsi, kwa sababu hiyo rushwa haitatunufaisha sisi, itakunufaisha wewe kwa maslahi yako binafsi. Ndio maana inapelekea kushusha maendeleo ya jamii na nchi pia. Ushauri wangu kwa Secretariat ya umma inayosimamia viongozi, nilikuwa naomba watende kwa usahihi. Cha kwanza, watende kwa usahihi, wafuatilie wale viongozi wote wanaojihusisha na vile vitendo, kutoa rushwa, kuwadhulumishi, labda kuegemea upande mmoja, labda kiongozi let's say jamii yake inaendelea zaidi kuliko, yani jamii yake kule inaendelea zaidi kuliko watu wengine. Watu wengine wanaangamia, lakini kule watu wengine wanaendelea. Kwa hiyo kiongozi anatakiwa aende sehemu zote, huko aendelee na huko aendelee. Haitakiwi sehemu moja aendelee na huko anadidimia. Ikitokea mimi nikawa rais, cha kwanza kabisa nitaanza na kuangalia viongozi wanaochukua rushwa. Rushwa ni kitu kibaya sana kwa maisha yetu sisi, kwa sababu inapinga maendeleo ya haki ya binadamu. Kwa hiyo mimi ikitokea nikawa kama rais, nikawa kama Mama Samia, hatua ya kwanza kabisa kuichukua
nitaangalia viongozi wanaopokea rushwa ili kupinga haki za binadamu zisitekelezwe kwa usahihi. Na kitu kingine, nitaangalia viongozi wa chini wanaoshughulikia na masuala ya kijamii, wanawanyima binadamu haki zao kwa kujiangalia manufaa yao wao wenyewe kwa kuchukua rushwa na kutoangalia jamii kwa ujumla. Kwa majina naitwa Kisha Emmanuel Kashoke, ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya Pasiansi Sekondari hapa katika mkoa wa Mwanza. Kuna vitendo, kwa mfano vile vitendo vya upendeleo. Ukienda katika jamii mbalimbali, kwa mfano afya, elimu, unakuta wanaangalia yule mtu ambaye ana hadhi ya juu. Unakuta mnapanga foreni, alafu wanatakiwa wahudumiwe kutokana na muda, lakini wanahudumiwa wale watu, kwa mfano rushwa, anatoa rushwa, anahudumiwa haraka. Unakuta una mgonjwa yuko mahututi, lakini mtu anayeumwa magonjwa tu ya tofauti anahudumiwa haraka, inapelekea hata kifo. Sometimes kwa wanafunzi, sometimes inapelekea mimba. Unakuta hali ni mbaya, inabidi afanye chochote ili amhudumie hata mzazi wake, inapelekea mimba. Sasa hivyo vitendo waga vinaniumiza sana, lakini kutokana na nilivyo, inaonekana sio maadili kumjibu mkubwa, inabidi nikae kimya na nivumilie kutokana na hali ninayoiona. Viongozi wa secretariat wachukue hatua za kisheria kwa wale viongozi au watu wa juu, wa ngazi za juu, wanaofanya matendo ambayo sio ya kimaadili. Wasiishie tu katika jamii. Mkuu yoyote tu atakayeenda kinyume na maadili ambapo haitakiwi kufanyika katika jamii yetu, achukuliwe hatua za kisheria. Kwa majina naitwa Mwalimu Lespicius George, mlezi wa klabu ya maadili katika shule ya sekondari Pasiansi. Waliokuwa watoro sio watoro, waliokuwa wanatukana hawatukani tena, waliokuwa wanaongea uongo sasa tumewafundisha namna kwamba wanaweza wakakaa katika njia adilifu. Ziko njia nyingi za kuwavutia wanafunzi waweze kujiunga na klabu hii. Cha kwanza, tumeanzisha michezo mbalimbali, vipaji. Ndio maana tuna mwalimu mlezi wa vipaji. Tuna michezo wa mpira wa miguu, tuna ngonjera, tuna mashairi, tuna nyimbo, tuna wale wanaotumbuiza, kuna wahubiri. Kwa vile vitu vyote vinawalazimisha au vinawavutia kuingia katika klabu yetu. Kwa hiyo sisi unapokuja katika klabu yetu kujiunga, cha kwanza useme una kitu gani unakwenda kuchangia katika klabu, sekta gani. Tunataka kila mtu, hata aliye na kipaji ambacho kilifichika, aweze kukipractice ili baadaye kiweze kufufuka. Kwa majina mimi naitwa Esther Chagula, ni mwalimu mlezi wa klabu hii ya maadili. Ushirikiano wetu kwanza ilikuwa ni kuhakikisha tunakuwa na malengo yetu ambayo ni matatu, lakini pia ni kuwa karibu sana na hawa viongozi ili kuhakikisha kwamba hata watoto wenyewe kwanza wanatambua umuhimu wa maadili na kwa nini maadili yamekuja kwao katika hii ngazi ya sekondari. Kwa hiyo kwa kuwa tunawapatia elimu mara kwa mara kupitia vikao vyetu ambavyo tunakaa hapa shuleni, na tunawashirikisha pia viongozi wetu, wanakuja wanatutembelea na wanaona jinsi tunavyofanya. Ile inawafanya wao pia kutambua kwamba kumbe ile klabu ipo na inakuwa na matokeo chanya kwa wanafunzi wetu. Kwa hiyo tunajitahidi mara kwa mara tunakuwa tunawashirikisha tunapokuwa na michezo au tunaenda kuwatembelea pale ofisini, kuhakikisha kwamba wanajua klabu ipo na je, inatimiza malengo au yale matakwa ambayo tumejiwekea sisi, kuhakikisha tunakuza maadili kwa watoto wetu kuanzia hii ngazi ya chini wakiwa katika sekondari. Kwa majina naitwa Godson Kweka, ni mkuu wa kanda ya Ziwa wa Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma. Siku ya leo tumetembelea klabu mbili za maadili. Klabu ya maadili ya Pasiansi Sekondari na klabu ya maadili ya Mirongo Sekondari. Na kama mnavyofahamu ni mwezi wa 7. Serikali inahitimisha mwaka wa fedha mwezi wa 6. Kwa hiyo tukaona ni vizuri mwezi huu wa 7 tupite angalau kwenye shule chache tufanye tathmini ya klabu zetu za maadili zinaendeleaje, majukumu waliopanga wametekeleza vipi, na kupata taarifa pia kutoka kwa walimu. Kwa hiyo tumepita kwenye shule hizo mbili, kama mlivyoona wenyewe zimefanya vizuri sana. Ni kati ya shule ambazo zinafanya vizuri sana kwenye klabu za maadili. Ukiangalia kwa mfano shule hii ya Mirongo Sekondari
Klabu ya maadili ina miaka mingi na muda mrefu. Ilianzishwa tangu 2014 na imefanya kazi kubwa. Nimepata taarifa kutoka kwa mwalimu kwamba walipanda miche mingi ya matunda ambao mpaka sasa hivi miche imeshazaa na wanafunzi wanakula matunda. Kwa hiyo hayo ni matunda ya klabu ya maadili. Lakini mlipita kule Pasiansi Sekondari, mliona kazi kubwa ya upandaji wa miti. Kwa hiyo tumepita, tumepokea taarifa, kwa kweli wamefanya vizuri. Kwa mkoa wa Mwanza tuna zaidi ya klabu 200 za maadili na nyingi zinafanya vizuri. Kwa hiyo tumeanza kwa awamu, at least kupita kwenye hizi chache tuone utendaji wao wa kazi unaendaje. Kwa hiyo tumeona wanafanya vizuri na bado tutaendelea kupita tuone zile ambazo zinafanya vizuri zaidi na zile ambazo hazifanyi vizuri tuwatie moyo na kuwajengea uwezo ili wafanye vizuri zaidi. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.